Wapendwa wa Kristo, kina kaka na dada, mpendwa sana na Mungu wetu wa mbinguni. Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka zake za kipekee ambazo ametujalia kibali kuwa mimi na wewe tuwe hai hata siku hii ya leo. Lakini sisi kuwa hai leo haimaanishi kwamba tunapendeza sana machoni pa Mwenyezi Mungu. Sisi kuwa hai leo hii, inawezekana uhai wetu umeangamiza watu wengi sana. Inawezekana watu wengi tumeharibu kanisa kupitia uhai wetu. Inawezekana kupitia uhai wetu tumewafanya watu wengine waweze kukaa mbali na Mungu. Inawezekana kupitia uwepo wako mimi na wewe umesambaratisha na kufukuza watu wengine kwenye kanisa, kwa sababu vile ambavyo hatujasimama kwenye nafasi yetu. Lakini watumishi wa Mungu wamesimama katika siku ya leo wakitufundisha namna ambavyo tunapaswa sisi kama vijana kuenenda. Watumishi wa Mungu wameongozwa vile ambavyo Roho wa Mungu amewatumia kutujenga na kutuasa na kututia moyo, lakini na kutuonya namna ambavyo Ukristo wetu unauhitaji. Sisi kuwa Wakristo sio shida, ila shida ni kuyaishi mambo ya Kikristo. Wakristo ni wengi, wanaomkiri Mungu ni wengi, lakini Mungu anawajua wa kwake ni wangapi. Kwa sababu asilimia kubwa watu wengi tumekuwa wanafiki. Tumekuwa wanyenyekevu sana katika macho ya nyama. Tumekuwa na wenye maneno matamu sana katika ndimi zetu, lakini ndani ya roho zetu hazisadifu vile vitu tunavyovisema. Inawezekana tunaimba vizuri sana, inawezekana tunahubiri vizuri sana, lakini Roho wa Mungu anatambua wa kwake yuko wapi na asiye wa kwake yuko wapi. Wapenzi katika Kristo, neno letu ambalo limeletwa kwetu ilikuwa ni sehemu ya mahujaji. Walikuwa wakisafiri kwenda kuishi, walikuwa wakisafiri kwenda kumtukuza Mwenyezi Mungu Yerusalemu. Lakini kabla ya kuondoka na walipokuwa safarini, walikuwa wana wasiwasi, walikuwa wanaogopa, kwa sababu watapita sehemu zenye milima, watapita sehemu zenye mapori, watapita sehemu zenye wanyama wakali. Usalama wao ulianza kuhofiwa kwenye roho zao. Wakaanza kuwa na wasiwasi, kweli katika lile pori tutapita salama? Wakaanza kusema, wakaanza kutazama na kutafakari, wakisema, msaada wangu utoke wapi? Msaada wangu ukatika Bwana, asisinzie yeye anilindaye. Wapenzi katika Kristo, hawa ilikuwa ni safari ya ndugu zetu waliokuwa wakitembea wakiendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu, wakimwimba Mungu ya kwamba msaada wao basi wanauachia pale ambapo yeye Mwenyezi Mungu anaketi. Matumaini yao na msaada wao wanauacha mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ikiwa watafika salama au hawatafika salama, lakini Mungu yeye ndiye wanayemwachia. Leo hii mimi na wewe sio watu wa Yerusalemu. Leo hii mimi na wewe sio kizazi cha Daudi, lakini ni moja ya taifa ambalo tunaendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni moja ya taifa ambalo tunaendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu, ni dhahiri kwamba na sisi tunatakiwa kusimama. Sisi bado ni vijana, kama tulivyo katika ibada hii ya vijana. Ukae ukijua kwamba safari yetu ya maisha bado ni ndefu. Tuna mambo mengi, tuna changamoto nyingi, lakini ni nani anayeweza kutulinda? Ni nani anayeweza kutuacha salama? Kwenye ujana una changamoto nyingi. Kuna maradhi yanamtaka kijana, kuna maradhi ya zinaa yanamtaka kijana. Mwili wako ulipo hapo unawasha muda wote, unataka zinaa, unataka matendo machafu, unataka uvae ovyo. Ni kwa sababu ya akili ya ujana ulionayo. Lakini ni vipi utaweza kufika salama katika ile safari ya kwenda mbinguni? Utafikaje salama? Utafika ukiwa ovyo? Biblia inasema ufalme wa mbinguni utatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu sio wale wenye six pack na wanaopiga gym. Biblia inasema kujizoeza kupata nguvu ya mwili ni sawa, lakini si chochote isipokuwa kujizoeza kupata nguvu ya utaua.
yaani nguvu ya kiroho. Wapenzi vijana wenzangu, hii ni safari tulionayo, bado safari ndefu sana. Usije ukajivuna mpendwa, safari bado ndefu. Tunatakiwa kuwa na adabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tumuombe Mungu sana. Kwa sababu wengi walichekelea ujana uliwaacha ovyo, wakajikuta wako hoi. Wengi waliutumia ujana vibaya uzeeni wakajuta. Lakini sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Ujana ninaozungumzia mimi, ujana wa maisha yetu ya uhai hapa duniani. Tuna uwezo wa kwenda kanisani au tusiende. Tuna uwezo wa kuifanya kazi ya Mungu au tusifanye. Tuna uwezo wa kutenda mema au tusitende. Ni maamuzi, lakini ipo siku tutakufa. Utakapokufa hautakuwa na muda wa kutenda mema, utatendea wapi? Hata kama ukitamani kumtumikia Mungu, utamtumikia wapi? Wapendwa vijana wenzangu, ninathamini maumivu mnayoyapitia. Ninathamini mchango wenu mnaofanya kwenye kanisa. Lakini mkae mkijua kwamba ujana wetu hatuwezi kuvuka bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Muombe Mungu sana. Dunia haiko kukusaidia. Dunia kila kitu kinacholetwa msaada ni fursa kwa watu. Huo ndio ukweli. Hata watu wanapohamasisha upendeze, wanauza nguo. Maana yake upeleke hela. Wanapohamasisha namna mdada kuwa mrembo, hawafanyi kazi tu ili mradi. Watauza urembo, mwingine unakuathiri, lakini wao wanataka kutake money. Wanataka kuchukua hela. Tutakushauri wauza vipodozi, unajua wewe ukipaka ya mafuta utakuwa mrembo, baadaye unakuangurika. Alafu unakuja kwambia yanikuumiza. Sasa kuna haya mafuta yanauzwa 50,000, utarudisha ngozi yako kwenye ubora. Na kurudisha utakuwa mweusi kuliko ulipokuwa mwanzo. Ukasema mafuta mengine haya ukipaka utakuwa softi, unaharibika kuliko. Tulizana rafiki yangu. Dunia inakufanya wewe matatizo yako ni fursa. Unapoumwa wewe watu wanaishi. Unapokaa uchi wewe watu wanaishi. Tusimame imara. Ikiwa ujana wetu tutatakiwa kumtumikia Mwenyezi Mungu, hatuwezi kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa akili. Akili zetu haziwezi kututosha. Akili zetu ni chache. Akili zetu ni dhaifu. Mara ngapi hata kwenye mtihani 1+1 ukaandika 3, alafu unatoka akija kwambia afu mjinga ilikuwa 2 pale. Akili hiyo hiyo ya kwako. Usizitegemee akili. Kuna wakati mwingine tunaenda tusikopenda kwa sababu ya akili zetu. Lakini sisi bado ni vijana. Mungu anathamini nafasi yetu. Anasema nimekupenda na nimekuita wewe kijana kwa sababu una nguvu. Lakini anasema kwamba kwanza anza kwa mwenendo wako uweze kuenenda vizuri, uishi vizuri. Wapenzi, ujana wetu tumtumikie Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kufa leo wala kesho. Isipokuwa tutakufa siku ile ambayo Mwenyezi Mungu ameipanga. Lakini kabla hujafa, wekeza ujana wako kwa Mungu, kwa maslahi ya jamii, kwa maslahi ya kanisa, kwa maslahi ya nafsi yako, kwenda kurithi uzima milele. Mungu awabariki, abariki neno lake. Amen. Amen.